pumziko lako wewe lipo katika ile sura ya jina lako wewe mwenyewe. Haijalishi ni nani wewe katika muonekano huo, ila lililo pumziko lako lipo katika ile sura ya jina lako wewe. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu pumziko sehemu ya 20. Popote pale ulipo, unalo pumziko lako, ikimaanisha sura iliyo ya jina lako wewe. Ni mwanamke unaye aliye sura ya jina lako wewe mwanamke. Ni mwanamume, ni mtoto, ni mkubwa, ni mzazi, ni wewe hapo, ni dini, ni dhehebu, ni kabila, ni ndoa, ni uzao, ni chochote popote pale wewe ulipo, unaye aliye wa sura ya jina lako wewe. Na popote pale alipo, popote pale kilipo, ni jina lako wewe ndio linafanya kazi kwa ukamili. Ni maisha yako wewe ndio yanaishi au yanatenda katika ukamili wake. Na ndio maana huyo aliye wa sura yako wewe, wa sura ya jina lako wewe, hicho kilicho cha sura ya jina lako wewe, kuwa ndio pumziko lako. Sura ya jina lako wewe, maana yake kwamba maana ya jina lako wewe, hiyo sura iliyo ya jina lako wewe ndiyo iliyo maana ya jina lako, maana ya uwepo wako, maana ya kuzaliwa kwako, maana ya hapo ulipo, maana ya chochote kile unachokifanya kwa kuishi. Hiyo ndio sura iliyo ya jina lako wewe. Ndio popote pale ulipo, upo kwa kuwa una maana kuwepo hapo. Haijalishi uko wapi, haijalishi unafanya nini, haijalishi ukoje, lakini popote pale ulipo, katika familia, katika ndoa, kwa mume, kwa mke, kwa wazazi, kwa watoto, kwa taifa, kwa dini, kwa dhehebu, kwa popote pale kwenye uwepo wa chochote, upo hapo kwa kuwa una maana ya kuwa hapo, ikimaanisha
unayo sura ya jina lako. Ambayo ndiyo hiyo maana ya wewe kuwa hapo. Hiyo maana ya wewe kuwa hapo ndiyo sura ya jina lako. Hicho kilicho maana ya wewe kuwa hapo ndiyo iliyo sura ya jina lako, ambayo ndiyo pumziko lako. Sura ya jina lako wewe mwenyewe ndiyo iliyo pumziko lako wewe, popote pale ulipo. Ndiyo hicho, huyo aliye maana au sura ya jina lako ndiyo pumziko lako. Huyo aliye maana ya wewe kuwa hapo ikimaanisha sura ya jina lako ndiyo pumziko lako. Haijalishi wewe ni nani, jina lako ni nani, ila yule aliye wa sura ya jina lako wewe ni baba, ni mama, ni mke, ni mume, ni watoto, ni wazazi, ni taifa, ni kijiji, ni kabila, ni ndoa, ni familia, ni Mungu, ni uwepo, yaani ni chochote kile, iwe ni wanyama, iwe ni mifugo, iwe ni fedha, iwe ni mali, iwe ni chochote katika jinsi ya jina lolote kwa muonekano wake, ndiyo sura ya jina lako wewe, ndicho kilicho maana ya wewe kuwa hapo, kwa kuwa hauwezi kuwepo mahali popote pale kama hakuna maana ya kuwa hapo. Hauwezi kuwa na chochote kile kama hakina maana ya kuwa hapo. Popote pale ulipo, upo kwa kuwa una maana ya kuwa hapo. Kuna sura ya jina lako, ndipo palipo pumziko lako. Kwa hiyo hapo ulipo haupo tu, upo tu, upo hapo kwa maana
ikimaanisha kwa sura ya jina lako ambayo ndiyo pumziko lako. Naye mwanamke huyo, kwa maana ikimaanisha huyo mwanamke ndiyo maana ya wewe kuwa hapo. Huyo mke ndiyo maana ya wewe kuwa hapo. Huyo mume ndiyo maana ya wewe kuwa hapo. Hao watoto ndiyo maana ya wewe kuwa hapo. Hiyo familia ndiyo maana ya wewe kuwa hapo. Hilo kabila ndiyo maana ya wewe kuwa hapo kwenye kabila hilo. Hiyo dini ndiyo maana ya wewe kuwa hapo kwenye dini hiyo. Hilo taifa ndiyo maana ya wewe kuwa hapo kwenye taifa hilo. Dunia, mali, fedha, hapo hospitalini, hao madaktari ndiyo maana ya wewe kuwa hapo hospitalini. Popote pale ulipo, hicho kilicho mbele yako, huyo aliyekuzunguka ndiyo maana ya wewe kuwa hapo. Na kilicho cha maana yako ndicho kilicho cha raha au pumziko lako wewe. Huyo aliye wa maana ya wewe kuwa hapo ndiyo sura ya jina lako. Na popote pale alipo, ni jina lako lipo, ni jina lako linatembea, ni jina lako kamili linatenda, ni jina lako kamili linazaa, ni jina lako kamili linatajirika, ni jina lako kamili linafanikiwa, ni jina lako kamili linapona, ni jina lako kamili linaponywa. Kwa hiyo huyo aliye wa maana ya wewe kuwa hapo, huyo ndiye sura ya jina lako wewe mwenyewe. Huyo ndiye sura ya jina lako wewe mwenyewe. Kimaanisha pumziko lako. Chochote anachokifanya, chochote anachokitenda, maisha yako yote ni jina lako. Maisha yake yote ni jina lako. Ni jinsi ulivyo hivyo umetenda. Haijalishi huyo ni nani, haijalishi anaitwa nani, haijalishi ana mkubwa gani, haijalishi anafanya nini, haijalishi ni taifa gani, haijalishi ni dini gani, haijalishi ni kabila gani, haijalishi ni mgonjwa, haijalishi ni mzima, haijalishi ni nani, ila huyo ndio
maana ya wewe kuwa daktari, ndiyo maana ya wewe kuwa mkulima, ndiyo maana ya wewe kuwa askari, ndiyo maana ya wewe kuwa baba, ndiyo maana ya wewe kuwa mama, ndiyo maana ya wewe kuwa mume, ndiyo maana ya wewe kuwa mwanamume, ndiyo maana ya wewe kuwa mwanamke, ndiyo maana ya wewe kuwa mume, ndiyo maana ya wewe kuwa wewe hapo popote pale ulipo, ndiyo maana ya wewe kuwa hapo katika jinsi na jina hilo. Naye huyo aliye ndiyo maana ya wewe kuwa hapo, au furaha ya wewe kuwa hapo, huyo ndiye aliye sura ya jina lako. Ndio furaha ya wewe mgonjwa ni kumkuta huyo daktari. Kukuta huo uponyaji hapo na kufanya upo hapo hospitalini, upo hapo popote pale ulipo kwa raha au pumziko lako, na kufanya haijalishi ni wapi, upo hapo kwa raha au pumziko lako, ikimaanisha kwamba kwa maana ya wewe kuwa hapo, ambayo maana ya wewe kuwa hapo ndiyo sura ya jina lako wewe. Kwa hiyo ni nini kimekuzunguka? Ni nani yupo na wewe? Anaonekana vipi? Anaonekana katika utisho upi? Kama vile madaktari kwa muonekano wake wanavyokuja na masindano yake, unaona wanavyochoma mwili wako, kama ilivyo askari wanavyozunguka na silaha zao, kama ulivyo mpishi unavyozunguka na moto ulio mkubwa. Kidotisho huu si kitu, bali hapo ndio furaha ya shibe yako, ndio furaha ya njaa yako ilipo, ndio maana ya ugonjwa wako ilipo, yani sura ya uponyaji, sura ya pumziko. Na kukufanya huyo yoyote yule, chochote kile kilichokuzunguka hakija kuzunguka tu, kimekuzunguka kwa maana kwako wewe, ikimaanisha hicho huyo ndiye aliyesula ya jina lako, na popote kilipo, kwa jinsi na muonekano wake, ni jina lako kamili limeonekana. Ni wewe kamili umeonekana, unaishi, unatenda na
kufanya popote ulipo ndipo pumziko lako lipo. Hapo ulipo ndipo ulipo katika pumziko la uponyaji, la muujiza, la mafanikio, la shibe, la uzao, la kila jinsi ya wewe hapo ulipo katika jina lako. Kwani yoyote yule, chochote kile ndicho kilicho sura ya jina lako wewe, ikimaanisha ndicho kilicho pumziko lako, yani maana ya wewe kuwa hapo. Na ikiwa ndio maana ya wewe kuwa hapo, basi huyo ndiye raha ya jina lako, raha ya hapo ulipo, pumziko la hapo ulipo. Kwa hiyo usiogope chochote kilichokuzunguka, chochote kilicho na wewe hakipo kuiondoa raha yako, hakipo kukufanya chochote bali kukupumzisha, bali kukufurahisha, bali kukupa raha kwa jinsi ya sura ya mwonekano wake. Ni mume huyo, ni mke huyo, ni mzazi huyo, ni baba huyo, ni taifa hilo, ni chochote kile katika jinsi ya kukifikiria, kukiwaza, kukiona, kukitazama, kukichunguza kwa jinsi yoyote ile, hicho ndicho kilicho. Huyo ndiye aliye sura ya jina lako, ikimaanisha huyo ndiye aliye jina lako kamili. Na popote alipo hufanya kwa jina lako. Chochote anachokifanya hufanya kwa jina lako wewe. Daktari, chochote anachokifanya hufanya kwa jina lako wewe mgonjwa. Mpishi, chochote anachokifanya hufanya kwa jina lako wewe uliye njaa. Ndivyo chochote kile popote pale hufanya kwa jina lako wewe popote pale ulipo, kwa jinsi hiyo, na kufanya unachokiona kina maana sana kwako. Unachokitazama kina maana sana katika maisha yako, kwa kuwa ndicho kilicho jina lako kamili. Chochote unachokiona hakina jina lake lingine kwako, bali ni jina lako, kwa kuwa yote hutenda kwa jina lako. Ni mke, hutenda kwa jina lako wewe mwanamume, na popote pale alipo ni wewe mwanamume unatenda. Popote pale mwanamume alipo ni wewe mwanamke unatenda. Popote pale mumeo alipo ni wewe mke unatenda. Popote pale alipo mume ni wewe mke unatenda. Popote pale alipo mume, alipo mke ni wewe mume unatenda. Ikimaanisha hakuna mke, hakuna jina la mke linalotenda kwako wewe mume, bali mke akitenda ni wewe mume umetenda, kwa kuwa mke ni sura ya jina lako.
popote ulipo, haijalishi uko wapi, pokea sura ya uwepo wa jina lako. Pokea pumziko la jina lako, uponyaji wa jina lako, mafanikio ya jina lako, utajiri wa jina lako, uzao wa jina lako. Umepokea viungo vipya, umepokea watoto wako, umepokea mume wa jina lako, umepokea mke wa jina lako, umepokea utajiri wa jina lako, umepokea muujiza wa jina lako, umepokea muujiza wa viungo vyako, muujiza wa utajiri wako, muujiza popote pale ulipo. Pokea kizazi kipya, pokea mafanikio mapya, umepokea fikira mpya, umepokea baraka mpya, umepokea utajiri mpya, umepokea wazazi, umepokea mume, umepokea mke, umepokea watoto, umepokea kizazi cha kuzaa watoto, umepokea viungo vya uzazi wako. Pokea uponyaji wako, pokea mafanikio yako, pokea na kila chochote kimekuwa hapo ulipo, umepokea na kimekuwa kwako. Basi popote pale ulipo, tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube zaidi kwa jina la Andegunyo. Usikose sehemu la somo hii inayofuata. Umepokea pumziko la jina lako, pumziko la ugonjwa wako, pumziko la kansa yako, pumziko la HIV yako, pumziko la umaskini wako, pumziko la ubovu wako, pumziko la popote pale ulipo katika jinsi hiyo, na jina lako na limekuwa kwako hapo ulipo.